Mwokozi wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Amen. Anastahili sifa kwa sababu yeye ndiye Mungu wetu. Sasa siku ya leo tunaenda katika somo letu la 10 na tuko katika Warumi mlango wa 9. Na kichwa cha somo kinasema huzuni. Na labda utuuliza mbona tuzungumze habari ya huzuni. Huzuni, tunapokuwa na huzuni huwa ni jambo fulani limetokea ambalo si la kupendeza, ambalo lina madhara fulani. Kwa hivyo leo tunaangalia huzuni ambayo huyu mtume Paulo anasema alikuwa nayo. Na hiyo huzuni ni kutokana na watu wake, watu ambao wanaitwa Israeli. Huzuni, alikuwa na huzuni juu ya Israeli. Na tutauliza ni huzuni ya nini? Leo tutaona kwa nini alikuwa na huzuni. Na si huzuni tofauti na vile ambavyo sisi kama watu tunakuwa na huzuni. Labda wewe ni mwanamke, umeolewa, una mume wako, wewe ni mwongofu, umeokoka, yeye hajaokoka. Na unampenda kwa sababu ndio sababu hata wanaoana, si ndio? Lakini una huzuni kwa sababu huo urafiki wenu ni wa muda. Na kuna nafasi ya huo urafiki huo wa milele. Lakini ili huo urafiki huo wa milele wa huyo mume wako, mke wako, mwanao, bintio, mjukuu wako, ni jambo ngumu. Tuseme ukiwa na huzuni juu ya mtu ambaye ni mgonjwa, unaweza kufanya vile uwezavyo aweze kutibiwa. Lakini katika mambo ya imani, mambo ya wokovu, mtu anafanya uamuzi wake mwenyewe. Huwezi hata umpende namna gani, huwezi ukakiri Yesu Kristo kwa niaba ya mtu. Yeye ni mwenyewe anafanya huo uamuzi. Sasa hebu basi tusome Warumi mlango wa 9. Kuna mambo kadhaa ambayo tutaona. Jambo la kwanza ni uteuzi. Uteuzi. Hebu tusomee mstari wa kwanza, wa pili, wa 3. Mlango wa 9. Wogo, dhamiri yangu ikinishuhudia katika Roho Mtakatifu ya kwamba nina huzuni nyingi na maumivu yasiyokoma moyoni mwangu. Kwa maana ningeweza kuomba mimi mwenyewe niharimishwe na kutegwa na Kristo kwa ajili ya ndugu zangu, jamaa zangu, kwa jinsi ya mwili. Anasema ana huzuni. Na anasema huzuni yake inatokana na watu wake ama jamaa zake ambao ni Wayahudi. Kwa nini? Kwa sababu Wayahudi wamekataa kumwamini Yesu Kristo. Na ni ajabu, anasema ya kwamba akizungumza hivyo, anazungumza na dhamiri yake ikiwa safi mbele za Mungu, ya kwamba yale anasema ni kweli. Kuna wakati mwingine utakuwa labda na tatizo na mtu atakwambia nahisi niko pamoja na wewe, lakini kwa matendo hayuko pamoja, kwa sababu katika moyo wake hayuko. Lakini mtume Paulo anasema ya kwamba hasemi uongo anaposema hayo, ya kwamba ndani ya moyo wake ana huzuni. Na hiyo huzuni inatokana na nini? Huzuni inatokana na hayo majonzi, yanatokana na watu wake. Anasema hata kama ingewezekana, afadhali yeye angelaaniwa, angekataliwa kama watu wake
wangempokea Yesu Kristo, ambiwe utawalipia kama vile Yesu Kristo alitulipia kwa uzima wake dhambi zetu. Yeye anasema hata afadhali mimi ningekataliwa, lakini watu wangu wamkubali Yesu. Na utauliza kwa nini basi anasikia uzito hivyo? Anasema hivi, ndugu zake wa Israeli, kwa sababu kwa Waisraeli kuna husu kutoka kwa Bwana Mungu kufanywa wana, ya kwamba katika Waisraeli Mungu akasema nitakuwa na wana, nitakuwa na watu ambao wataitwa watu wangu kutoka kwa Israeli. Hiyo habari tukifuata inaanza na Ibrahimu. Ibrahimu yeye alikuwa Mkaldayo. Kwa hivyo akaambiwa na Mungu, kupitia wewe utapata mwana na utaanza kizazi kipya cha watu. Basi Isaka, na Isaka akampata Yakobo. Na anasema hapa basi hao wana, kuhusu kupata wana, kukua jamii ya Bwana Mungu, kulianza na Waisraeli. Lakini hawa hawajakubali ya kwamba kufanywa wana, utukufu, maagano, torati, utukufu wa Mungu ukadhihirishwa kwa wao. Mambo yale ambayo tunazungumza, tunaona Mungu na Waisraeli. Tumeona makabila mengi, tumeona watu tofauti tofauti, lakini katika Israeli Mungu anasema watu wangu. Kwa nini? Kwa sababu kupitia Israeli Mungu alipanga ya kwamba dunia yote itabarikiwa. Lakini dunia hii yote ikibarikiwa na imebarikiwa, Waisraeli kwa wingi bado wamekataa. Kwa sababu hata Yesu Kristo alipokuja walimkataa. Basi kwa nini basi wanapoteza basi huo wana? Wamepoteza kwa sababu wamemkataa Yesu Kristo. Wamepoteza utukufu, wamepoteza maagano. Kwa sababu Mungu alikuwa amefanya maagano na Israeli. Kwanza Ibrahimu akafanya agano. Ikafika kwa Isaka agano. Ikafika kwa Yakobo agano, na ikaendelea hivyo. Ikafika kwa mtu anaitwa Musa. Agano bado ni nani? Ni Mwisraeli. Anafanya agano na yeye. Na kusudi la Mungu ni ya kwamba ulimwengu wote upatanishwe na yeye kupitia hiyo njia ambayo ameitoa katika Israeli kupata Mwokozi. Na ndio sababu Yesu Kristo alipokuja, alikuja kwa watu ambao Mungu amekuwa nao muda mrefu, miaka mingi. Amepelekana nao, amejaribu kuwavuta wawe karibu, lakini mara kwa mara wamemkataa. Kuna torati, wakati wa Musa torati ikakuja. Kuna huduma, Mungu Yesu Kristo akakuja akahudumia watu, na ahadi ya kwamba yeyote ambaye atamwamini hataangamia. Yesu Kristo alikuja na akawapatia ujumbe wa Wayahudi, lakini Wayahudi baadaye wamemkataa. Alikuja na wakamkataa. Hata siku ya leo ukienda Israeli utakuta wanaongea mambo ya yule Mungu wa Musa, agano la Musa. Wanaongea habari za wale manabii ambao walikuwa wamekuja. Lakini Yesu Kristo anasema hapana, huyo hatumtambui. Basi Paulo yeye amekutana na huyo Yesu Kristo. Tulisoma vile walikutana kwa njia ya ajabu. Yeye anaenda kuwatesa wa Kristo, anaenda kuwatafuta washike, awatese, wafungwe. Akakutana na Yesu Kristo. Akamuuliza, wewe Paulo, sawa wakati wewe mbona unanitesa? Akauliza, ni nani? Hiyo sauti aliposikia, alikuwa juu ya farasi akaanguka. Akaona mwanga mkubwa umetoka mbinguni umemzunguka. Akaulizwa na akajua ni nani anazungumza naye. Lakini Waisraeli wanasema hapana, hiyo tumekataa. Ya kwamba ahadi hizo zote na hivyo vyote ambavyo tumetaja kuhusu wana, utukufu, maagano, torati, huduma na ahadi,
vyote vilikamilishwa katika Kristo aliye juu ya vyote, na ni Bwana Mungu wa milele aliye wa kuhudumiwa. Ndio, Yesu Kristo ndiye wa kuhudumiwa, lakini wamemkataa. Basi anasema na huzuni. Si tofauti na huzuni ambayo sisi pia tunakuwa nayo. Tunaambia watu, wanajua vile tulikuwa tunaishi na wameona tumebadilika. Sasa wanajua vile tulikuwa tunaongea. Siku hizi hatuongei hivi. Lakini wanakataa. Wanaambiwa iko hukumu inakuja. Nasema hukumu namna gani? Hiyo ni habari yenu. Hata utasikia mwingine ukimwambia mambo ya wokovu akisema kanisa yetu sisi hatuamini mtu anaokoka. Utasikia mtu akisema. Hata tunakumbuka bwana mmoja alikuwa mwalimu wangu, tukakuwa na mazungumzo. Akasema unajua sisi kanisa letu Katoliki hatuamini kusema tumeokoka. Nikamwambia ni sawa, hamuamini. Nikamwambia lakini wewe unamfahamu Yesu Kristo kama nani? Akasema namfahamu Yesu Kristo kama Mwokozi. Basi kama unasema unamfahamu kama Mwokozi, utasemaje hujaokoka? Basi alifanya kazi gani? Kama utamwamini lakini huamini alikuja kuokoa, unamuita Mwokozi, ina maana unaamini alikuja kuokoa, lakini wewe unasema mimi siamini, hatusemi tumeokoka. Na tunakumbuka vile Yesu alizaliwa. Tunakumbuka malaika akimkujia Mariamu. Na Mariamu alipopata habari hizo na alipopata mwana alisema, Bwana Mungu Mwokozi wangu. Akasema Mungu ni Mwokozi. Lakini wanasema sisi hatusemi tumeokoka. Hawa Waisraeli ni zaidi, kwa sababu wanasema sisi hatujui Yesu Kristo, hatumtambui kama mmoja wa manabii. Hiyo ni mtu alikuja na kauawa na baba zetu, hiyo ikaishia hapo. Lakini watu wa mataifa, sisi watu wa mataifa tumekubali. Basi ndio ana huzuni. Na hiyo huzuni yake si yake peke yake, iwe huzuni yetu. Wakati unakutana na mtu ambaye hajaokoka, unamwambia mimi naamini hivi, mimi nimeokoka. Na si kuokoka tu nimeokoka, nimeokolewa na Yesu Kristo, kwa sababu alichukua dhambi zangu msalabani, alinilipia deni ya dhambi ambayo singeweza. Basi hiyo ndio huzuni yuko nayo. Mwanzo 12:2 inasema, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Ati wewe uwe nini? Baraka. Na Yesu Kristo akakuja na akawamwambia, akawazungumzia, hata akawaambia mimi Ibrahimu, kabla ya Ibrahimu mimi niko. Na Ibrahimu alikuwa angetazamia na alifurahia kama angeona siku zangu. Wakiwaambia hivyo wanasema wewe hata uelewi vile unasema, kwa sababu wewe hata miaka 50 hujafika. Wakakataa kuamini. Na ungamo ambalo ni la kweli, na ungamo ambalo ni la daima, ni lile ambalo mtume na mwanafunzi wa Yesu Kristo Petro alisema, alipoulizwa, je, nyinyi mnasema mimi ni nani? Yeye akasema wewe ni Kristo, mwana wa Bwana Mungu aliye hai. Hiyo wamekataa. Na usiposema hivyo, hakuna jinsi ambavyo utapata wokovu, hakuna jinsi ambavyo unatumaini na umilele na Bwana Mungu. Basi hiyo ndio huzuni. Watu wameambiwa, wamekataa. Basi ana huzuni. Nasema hata kama ningeambiwa mimi niwalipie, afadhali mimi ningeangamia kama hiyo wangekubali wataokoka. Jambo la pili, kitu kinaitwa ukoo. Tunajua watu ukoo wetu. Ukikutana na mtu unamwambia, unasema ya juzi nikakutana na bwana moja, akaanza tulikuwa na Dave hapa, wewe ni kaka ya Getimu? Nikamwambia ndio. Akasema Getimu alikuwa rafiki yangu.
kwa sababu Getimu alikuwa kaka yangu, yeye alikuwa kaka yangu, kwa hivyo tulikuwa ukoo mmoja. Katika 6:13 tusome 6:7-8. Neno la Mungu limetaguka, maana hawawi wote wa Israeli walio na uzao wa Israeli, wala hawawi wote wanawakuwa wazao wa Ibrahimu, bali katika Isaac wazao wako wataitwa, yani si watoto wa mwili walio watoto wa Mungu, bali watoto wa ile ahadi wanahesabiwa kuwa wazao. Sasa tunaambiwa ya kwamba neno la Bwana Mungu limetimizwa kusudi lake. Vile Mungu alikuwa amekusudia imefanyika. Kwa sababu sio wote walio Israeli ni Waisraeli, kwa sababu tu ni uzao wa Ibrahimu. Si wanasema baba yetu Ibrahimu? Si hata Waisraeli walikuwa naambia Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, wakati wanabishana na yeye, wanasema acha, hata sisi ni watoto wa Ibrahimu. Na siku moja akamwambia, hapana, nyinyi si watoto wa Ibrahimu, nyinyi ni watoto wa baba yenu Ibilisi. Kwa sababu kama mngekuwa watoto wa Ibrahimu, hamngetafuta kuniua. Wakashindwa. Na huyu anasema ni ati sisi ni watoto wa shetani, si Ibilisi ni shetani. Nyinyi ni watoto wa shetani kwa sababu yale mnafanya ni ya shetani. Ndio tunaambiwa kwamba sio wote walioko Israeli ni Waisraeli, kwa sababu Uisraeli ni zaidi, ukoo huo ni zaidi ya kuzaliwa tu, kwa sababu tunaambiwa ukoo huo ulianzilishwa na mtu anaitwa Ibrahimu. Lakini Ibrahimu yeye hakuwa Mwisraeli, yeye alikuwa Mkaldayo, alikuwa ni muomba sanamu. Lakini akakutana na Bwana Mungu na ameambiwa, sasa nataka kutoka kwako kuanzilisha taifa kubwa. Na sio taifa kubwa tu, lakini nataka kutoka kwako uwe baraka kwa mataifa yote ya dunia. Basi tunaambiwa Waisraeli hasa kwa uzao si Ibrahimu, ni Isaka. Kwa sababu tunaambiwa Waisraeli hasa ni wa agano. Agano lilitimia la uzao na Isaka. Huyo ndiye alikuwa Mwisraeli wa kwanza ambaye aliitwa Isaka wa ahadi. Na baadaye akampata wana wawili waliitwa Yakobo na Esau. Esau akiwa mzaliwa wa kwanza na Yakobo. Lakini tunaongea mambo ya ukoo. Na ukoo tunaambiwa ya kwamba ijapokuwa Esau na Yakobo walikuwa wana wa Isaka, Mungu tayari alikuwa amemchagua Yakobo. Na hii ilikuwa hata kabla ya Yakobo kutenda dhambi, kwa sababu wakati mama yake aliposumbuka hiyo mimba, tunaambiwa mama yake Rebeka alikuwa alikaa muda mrefu kabla ya kupata mtoto. Baka akamuomba Mungu na Mungu akasikia maombi yake. Watoto tuko urahisi kama vile wanawake wengine ama wengi anapata tu mtoto kwa urahisi. Hata hataki mtoto, lakini anakuta mtoto amefanya nini? Amekuja. Sikunakuwa hivyo. Lakini huyu alitaka mtoto na amekosa mtoto, akamuomba Mungu. Na Mungu tunaambiwa katika maandiko akasikia maombi, akasikia kilio cha Rebeka, akapata mtoto. Lakini hakupata mtoto, alipata watoto mapacha. Mmoja akaitwa Esau, mwingine akaitwa Yakobo. Lakini katika hao Mungu anasema akampenda nani? Akampenda Yakobo. Kwa nini? Kwa sababu ni Mungu ana ufahamu wote. Anaelewa watu na jinsi walivyo. Hata hapa juzi tulikumbushwa ya kwamba hata Yeremia alichaguliwa
hata kabla hajazaliwa, yaani hata kabla hajaumbika katika tumbo la mama yake, Mungu alikuwa ameangalia mbele na akaona Yeremia. Huyu aliangalia mbele na akaona, na Mungu hakosei, kwa sababu hata baadaye Esau alikuwa mtu tofauti kabisa, na tabia na mwenendo wake na Mungu alikuwa tofauti kabisa. Sasa tunaambiwa nini? Ya kwamba ukoo basi ni ule unatokana na ahadi. Kwa hivyo Washiko, ukisema wewe ni Mwisraeli uko na haki. Kwa nini? Kwa sababu wewe umefuata ahadi. Wewe si kuzaliwa ulizaliwa. Hata mimi naweza kwenda Israeli na niseme mimi ni Mwisraeli. Si raia wa Israeli, lakini ni Mwisraeli. Kwa nini? Kwa sababu ahadi ya Mungu katika Ibrahimu ambayo ilitimizwa katika Isaka na baadaye Yakobo, na katika Yakobo, katika wana wa Yakobo kukakuwa na mwana mmoja anaitwa Yuda. Katika ukoo wa Yuda akatokea Mwokozi ambaye ni Yesu Kristo. Basi mimi kwa sababu nimemwamini, nina haki kujidai mimi ni mimi Mwisraeli wa kweli. Kwa sababu uraia sio ambao unaamua. Kile kinaamua ni ahadi ya Mungu. Je, nimekubaliana na ahadi ya Mungu mpaka alipofika katika Yesu akaikamilisha? Hilo ndilo ungamo ambalo tunafanya, ya kwamba tumemwamini Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Na Yesu Kristo alikuja akiwa kama Myahudi. Basi Myahudi wa kweli ambaye amekamilika mbele ya Mungu ni Myahudi wa imani, si uraia. Kwa sababu hata raia wengi ukienda Israeli siku ya leo, hutakuta makanisa yamejaa watu wakiongea mambo ya Yesu. Utakuta sinagogi. Hata hapa ukienda Nairobi utakuta sinagogi ya Wayahudi. Na hapo huendi kuongea mambo ya Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Utaenda huko mzungumze mambo ya Musa. Wewe Washiko ulituambia Ezekieli, Isaya, Yeremia, hao ndio wanazungumza. Yesu hawamkubali. Lakini wewe ni wewe Israeli kamili, kwa sababu wewe ni wa ahadi. Hiyo ahadi ambayo alifanya mataifa, wewe ulikubali ukamilifu. Na ni ajabu, baada ya Yesu Uyahudi uliendelea, siku hizi umedidimia. Sijui kama mnajua hakuna kuhani mkuu siku ya leo Israeli. Kwa sababu hata hekalu hawana. Hekalu lilibomolewa. Na Yesu si alikuwa amesema hivyo? Ile hekalu baada ya siku litabomolewa. Na hata baada ya kubomolewa halijawahi tena kusimama. Kwa hivyo tunaambiwa nini? Ukoo wetu ndio halisi, kwa sababu ukoo wetu unatokana na ahadi. Hautokani na kuzaliwa. Huo ndio ukoo kamili. Amen. Waebrania 12:16 inasema hivi: asiwapo mwasherati wala asiyemcha Bwana Mungu kama Esau, aliyeuuza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja. Kulikuwa wana wawili wa Isaka, Yakobo na Esau. Mama Esau na Yakobo. Esau alikuwa ni yeye mzaliwa wa kwanza. Lakini tuambua, ukisoma habari za Esau, saa yote alikuwa anafanya mambo kinyume na matarajio. Siku moja ametoka huko, alikuwa mwindaji, anavutiwa na harufu ya dengu, chakula cha dengu ambaye Yakobo alikuwa amepika. Akasikia, nina njaa, akasema nipe. Akaambua, sikupi. Kwa nini unipi kaka yangu? Nitakupa tu ukinipa mimi urithi wako. Akasema, urithi huu utanisaidia nini nikifa? Na ndio hapo tunaambiwa kwa ajili ya chakula kimoja. Si ati alikuwa na njaa ati na hana mahali pa kupata chakula. Akasema, hapana, mimi nipe. Urithi utanisaidia nini nikifa? Njaa siku moja itaua mtu.
ama hata ya siku 2. Tunaambiwa mtu atakaa hata siku 7 kama anakunywa maji na njaa. Sijui kama mmeona picha niliona za watu wa kule kunaitwa Gaza ambako kuna vita vinaendelea. Ukiangalia mtoto, niliona picha ya mtoto nikaumwa sana. Mtoto unaona tu mifupa hapa. Wamekaa Israeli kwa sababu ya vita, wamefunga ya kwamba wasipelekewe chakula. Wanakufa njaa. Lakini huyu njaa yake ni ya mchungaji mmoja akasema, hata huyu akimnyima hata kwenda kuuliza mama yake, si mama yake alikuwako. Huyu amekataa, si angeenda kwa mama. Yeye hata kwenda kuuliza mama yake, alisema wewe nipe chakula. Urithi chukua. Akapewa, akakula chakula kimoja, alafu akarudi mawindoni. Sasa ndio tunaambiwa alikuwa mtu mwasherati. Sijui washerati wake ulionekana kwa sababu hata alipoenda kuoa, alienda kuoa si katika jamii yao lakini alienda huko nje kwa mataifa, ambapo babu yao alikuwa amesema na watutaki tena sisi kushikamana, na yeye alienda kwa mataifa. Huo ndio nafikiri unaitwa hapo uasherati, aina ya uasherati, na asiyemcha Bwana Mungu. Ana urithi wa mzaliwa wa kwanza, anasema nipe chakula kimoja tu, baadaye akaenda. Jambo la 3, haki. Si watu wametaenda kusema haki, Nasema haki. Hata wengine wanapenda kusema haki ya nani? Haki ya Mungu. Na sengine mtu anasema nini? Uongo. Anayesema haki ya Mungu nilimuona na ni uongo. Tuone hiyo haki tunaongea ni nini. Ya kwamba tukisema si hapo kichwa tunasema kuhesabiwa haki kwa imani. Haki ni nini? Somewe mstari wa Shiko 14, 15, 16. Basi kuna uharimu kwa Mungu hasa, maana amwambia Musa, nitamrehemu yeye nimrehemuye, nitamhurumia yeye nimhurumiaye. Basi kama ni hivyo, si katika uwezo wa yule atakaye, wala wa yule apigaye mbio, bali wa yule arehemuye, yani Mungu. Yule afanyaye nini? Arehemuye. Yule ambaye anasamehe. Yule ambaye moyo wake una huruma, mwenye huruma. Basi tunaambiwa basi kama ni hivyo, ya kwamba Mungu anaweza kufanya vile anataka. Je, tutasema Mungu ni dhalimu? Yaani anakosea? Yaani hajali? Naambiwa hapana. Hakika katika Bwana Mungu hakuna udhalimu. Hakuna kitu Mungu atafanya kama sisi wanadamu. Deva aliniambia kitu na nikasema na mimi ataniona. Ataniona. Nitamfanyia. Mungu hayuko hivyo. Mungu yeye hata anasema njoni tufanye nini? Tusemezane. Hiyo ndio haki ya Mungu, na hiyo ndio haki yake, na ndio haki ambayo tunapata. Sababu tunaambiwa ya kwamba Mungu alimwambia, akizungumza na Musa alimwambia, mimi namrehemu ule nataka kumrehemu, namuonea huruma ule nataka kumuonea huruma. Na basi tunaambiwa kama ni hivyo, tumeambiwa si yule atakaye au ule akimbiaye. Kutaka si ni mimi nataka, kukimbia si ni mbio zangu. Na kutaka naweza kusema nataka. Lakini je, katika kutaka Mungu yuko wapi? Ni nini hicho nataka? Ni nini hicho kinanisukuma?
na ndio tukaongea mambo ya mwili. Tuliongea kwamba mwili wetu unataka, ukiona kitu kizuri, ukiona gari mzuri unasema kama ningejisikia nikiendesha hiyo gari, nikijiona ndani nitafurahi. Mwili unataka, si ndio? Basi si yule akimbiaye, kwa sababu kukimbia ni kipawa cha mtu, si ndio? Kukimbia ni bidii ya mtu. Sijuzi kulikuwa na mashindano ya kukimbia na Kenya ikafanya vizuri kama kawaida, si ndio? Kwa sababu ina wakimbiaji hodari. Basi si huo uhodari ambao mtu anao ambao utamfanya apate haki kwa Mungu. Mungu ni huruma, anaonea mtu, na yeye anaamua ni nani atahurumia, nani hatahurumia. Sasa unaweza kuuliza, ai, mbona basi mimi Mungu ahurumie huyu na akatae kuhurumia huyu? Kwa nini? Sinakumbuka habari za Daudi. Washiko leo umetaja Daudi, ati Mungu akasema moyo wa Daudi unanipendeza. Mtu ambaye anapendeza moyo wangu nani? Daudi. Na kuna mtu mwingine pia aliangalia Mungu akasema huyu niye nataka awe mfalme. Anaitwa nani? Sauli. Lakini Sauli baadaye akakuwa yeye anafanya vile yeye anataka, mpaka moyo wa Mungu ukakosa kupendezwa na matendo. Hivyo ndivyo basi Daudi si alitenda dhambi kubwa, na si mara moja. Daudi amefutia dhambi kadhaa, lakini hata katika hayo yeye alijua kumrudia Mungu na kutafuta msamaha. Alikuwa moyo wake ni moyo ambao umevunjika. Lakini Sauli akiulizwa alikuwa anasema hapana, umeua, si ndio? Aliulizwa, umeangamiza kila kitu, hata wanyama wote, Anaambia nani? Huyu nabii ambaye pia alikuwa kuhani na nabii, anaitwa Samueli. Samueli akamwambia, mbona nasikia sauti ya ng'ombe? Anabadilika. Hizo ni Mungu. Ni hapana, Mungu hakukwambia umbebee chochote, alisema uangamize kila kitu. Hizo ni baadaye akisema hapana, ni watu walinilazimisha. Mfalme analazimishwa na watu, si anawaongoza. Vile si wamemchagua afanye maamuzi kwa sababu yao. Sasa tena watu watawezaje kusema twende? Kuna wakati kulikuwa mzozo kidogo kati ya Kenya na Uganda, bado haujaisha, kuhusu kisiwa kinaitwa nini? Migingo. Uganda wanakiita Mijingo. Sasa watu wanasema hapana, hawezi wakafanya hivyo. Lakini rais ambaye alikuwa Kenya wakati huo nyamaza. Kwa nini? Kwa sababu anaona. Rais wa Uganda anaitwa nani? Museveni. Akasema tunaongelea ardhi ambayo haijafika eka moja. Mbona tusiongee mambo makubwa vile nchi zetu zitashikana na tuwe na uchumi mmoja, tuwe watu wana nguvu. Sasa tunataka kupigania, nasikia ati ni robo 3 ya eka. Hiyo nchi inaitwa Migingo. Sasa yakasema watu walifanya nini? Rais angetangaza vita tunapigana, aseme ni watu walimlazimisha. Ataambiwa hapana, wewe una busara. Huyo hakukubali. Basi ndio tunaambiwa ya kwamba hiyo haki si kwa bidii, si kwa kipawa, si jitihada. Hapana, ni moyo wa mtu. Kama moyo wangu umelingana na wa Mungu, nimejitahidi kufanya yale yanampendeza Bwana Mungu, basi hiyo haki ni yangu. Ananihesabu mimi niko na haki, kwa sababu si mimi najitegemea, ni imani niko nayo katika Bwana Mungu. Amen. Jambo la 4, kuna kitu kinaitwa hiari. Ni 22. Utachukua Biblia tusomee tafadhali.
wa kufanya maamuzi. 22:3-4. Ni nini basi ikiwa Mungu kwa kutaka kuonyesha ghadhabu yake na kudhihirisha uweza wake kwa uvumilivu mwingi alichukuana na vile vyombo vya dhahabu vilivyofanywa tayari kwa uharibifu, tena ili audhihirishe wingi wa utukufu wake katika vile vyombo vya rehema alivyovitengeneza tangu zamani vipate utukufu. Ndiyo sisi aliyotuita si watu wa Wayahudi tu, ila wa watu wa mataifa pia. Ndio. Sasa tunaona hiari. Hiari ni nini? Nimesema ni uhuru wa kuamua. Bila kulazimishwa, bila mtu kuja na kujaribu kukuambia hapana, bila kupendelea. Hiari, kufanya uamuzi mzuri. Basi tunaambiwa kuhusu hiari ya kwamba Bwana Mungu anatumia hiari yake katika yale anafanya. Hakuna mtu wa kumlazimisha, hakuna mtu wa kumuongoza. Hata katika Hosea kuna wakati Hosea amesema, Mungu anauliza, je, sasa huyu Mungu ni wakati gani amekuwa na mtu wa kumshauri, kumwambia vile ambapo mimi nitafika mwisho nishindwe sasa hapa nitafanya nini? Alafu nikishifika mwisho naenda wapi? Naenda kwa daktari, si ndio? Namwambia anasikia, ananisaidia. Nikikuwa na kesi naenda kwa wakili, si ndio? Kwa sababu siwezi, Mungu hajafika hapo katika hiari yake ya kwamba aseme sasa sijui nifanye nini. Hapana. Yeye anafanya kwa hiari yake yale anafanya. Na ana haki kuwa na hiari, kwa sababu kama ni yeye ameumba vyote, ameumba mwanadamu, tena atakuwa wakubishana na mwanadamu. Si atamwambia mwanadamu fanya hivi, kaa hivi, fikiri hivi. Ukifikiri kinyume, ghadhabu inakuja, kwa sababu unakataa kukubali hali yako. Basi Bwana Mungu akiwa huru kuonyesha ghadhabu na nguvu zake, hiyo ndio tunaita hiari, ya kwamba anaweza kuonyesha nguvu zake, anaweza kuonyesha ghadhabu yake. Tunaambiwa akimbilii kufanya hiari yake. Tunaambiwa anavumilia. Hiyo si ndio tunaita rehema? Hiyo si ndio tunaita huruma? Anavumilia kiumbe chake ambacho angesema hii. Hata wakati mmoja alisema, akaambia Musa, watu wewe jitenge, wewe peke yako, wengine wote nitawaangamiza. Ndio Musa akamwambia, hapana, kama utaangamiza hata mimi niangamize. Kwa sababu hiyo haiambatani na wewe Mungu. Kwa nini? Kwa sababu sasa jina lako litakuwa namna gani? Uliatoa watu Misri uje hapa kuangamiza. Kani hivyo hata mimi ufanye nini? Uniondee katika kitabu chako. Ni Musa. Kwa nini? Kwa sababu Musa anajua moyo wa Mungu. Vile Daudi alijua moyo wa Mungu, na nilijua jinsi ya kufikia moyo wa Mungu. Mungu akasema sawa. Kitabu kiko bado, wewe uko kwa kitabu, lakini kila mtu ambaye atafanya ataadhibiwa huyo. Basi tunaambiwa ya kwamba kuna wale wamekusudiwa ghadhabu, kuangamizwa kwa sababu wamemkataa Mungu.
Lakini hata kwa hao anaonyesha utajiri wa utukufu wake. Anaonyesha utajiri wa utukufu wake, kwamba Mungu ni Mungu. Yeye si mwanadamu. Si mwanadamu. Mtu akikukosea mara moja utaenda kwa chief, si ndio? Kama unaweza, mwingine atachukua rungu, atachukua panga, waende waonane, si ndio? Anasema hata mimi atajua mimi ni mwanaume. Mungu hayuko hivyo. Yeye anavumilia. Hata akiwa Mungu aseme mimi ni Mungu, mtafanya, msipofanya mtaona. Hapana, anawaambia njia ziko mbili, navumilia, rudini kwangu. Wanamuoa urudi, wanatoroka, anawafuata kwa sababu ana utajiri wa utukufu wake. Ana jina lake ambalo anataka kutunza, na ambalo anakinga kabisa jina lake. Kwa hivyo hafanyi hiari hiyo yake, hatumii hiyo hiari, anavumilia. Lakini ana haki kutumia uhuru wake na kutoa ghadhabu na kuangamiza watu. Tunakumbuka hata wakati aliangamiza Sodoma. Mungu anatoka mbinguni, anakuja chini. Anachukua umbo la mwanadamu, anaenda, anasema nataka na mimi nione. Si akiwa mbinguni anaona, lakini akakuja. Na anatafuta tu. Na hata akasema sasa hao watu wamezidi, nitawaangamiza. Lakini si vizuri, wacha niambie rafiki yangu Ibrahimu. Na Mungu ambaye alikuwa ameamua atangamiza Sodoma yote na Gomora, akasikiliza Ibrahimu. Na wakaongea katika mazungumzo, wakafika watu 10. Mungu akasema nikipata watu 10 sitaangamiza. Lakini hata watu 10 hao hakupata. Basi akaangamiza Sodoma. Lakini amewavumilia sana, ya kwamba atashuka. Basi tunaambiwa aje nini? Ya kwamba amesema mataifa. Na watu wa mataifa si ati kwa sababu wanaitwa mataifa na Wayahudi kwa Mungu ni wa mataifa. Wote ni watu wa Mungu. Na tunaambiwa kwamba basi hao watu wa mataifa ambao waliitwa mataifa wako nje ya kuwa pamoja na watu wa Mungu, wako nje ya watu wa Mungu. Tunaambiwa kwamba Mungu akasema hata hao ni wangu, ningetaka hata hao kuwabariki. Hao basi anawaita watu wake, anawaita wapenzi na wana wa Bwana Mungu aliye hai. Hao anawaita hivyo. Hivyo ndivyo Mungu anatuita. Sisi si Waisraeli wale. Sisi ndio Waisraeli wale wa agano. Na Mungu kwake habagui sisi. Tunakumbuka Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo alipokuwa duniani. Kuna mtu alibagua? Si hata kuna mambo ule alimkutana naye alikuwa mchanganyiko maalum wa mataifa. Lakini hata akiwa na mchanganyiko huo, Mungu akamwambia hapana. Yeye Bwana Yesu akamwambia mimi nimekuja kwa Israeli. Huyo mama akasema huruma tu yako tu ndio naomba. Kwa sababu hata kama mimi niko nje, hata kama Waisraeli wananiita mimi mbwa, hata mbwa yale makopo yale zile chakula imebaki tunafuata tukiangusha chakula. Na mbwa anakuja anakula. Kama mimi nikila nyama ni kwato mfupa kuna mahali niweka kwangu, kuna mbwa huwa anakuja, wanajua atapata. Yesu akasema mama, imani yako imezidi. Akilipokutana na Mrumi aliyekuwa akida, akamwambia hata Israeli sijaona imani. Itafanyika hivyo umeniambia. Basi sisi ni wana kupitia njia ya imani na tunaitwa wapenzi wa Mungu. Basi anasema hivi, Israeli idadi yao itakuwa kama mchanga wa bahari. Na tunaambiwa mabaki yao
wataokolewa. Hata kama ni wengi, Mungu hatakosa kuwa Mungu ati kwa sababu ni wengi. Unajua kama na Daudi nasema angamiza hao watu wote. Sijui kama umewahi kuongea na mtu akakuuliza, unataka kusema Mungu atatupa sisi tumekataa kuokoka atatutupa jehanamu? Umekuta mtu anakuuliza hivyo. Mungu atutupe jehanamu watu wote? Mungu haezi. Unaambiwa hata yeye mwenyewe anasema hata kama Israeli ni wengi kama mchanga wa bahari, kuna wale mabaki ambao wataokolewa. Wale ambao mabaki sio wengi, si mabaki ni kutokana na wengi. Hao mabaki wataokolewa. Kwa hivyo hata kama watakuwa wachache, hao ndio Mungu ataokoa, kwa sababu mataifa tayari wamekubali bila pingamizi, wamemwamini. Kwa sababu kama si hivyo, kama Mungu angesimama tu kama Mungu na haki yake na hiari yake, angekuwa ameangamiza tayari Wayahudi wale wanaitwa Wayahudi siku ya leo. Angekuwa ameangamiza kama Sodoma na Gomora, kwa sababu wamemkataa. Lakini mpaka leo, siku ya leo, kuna watu wanaitwa Waisraeli kwa sababu ya huruma za Mungu, ili katika hao Waisraeli apate wachache. Na ni kweli kuna Wayahudi ambao ni Wakristo. Kuna Wayahudi wana ushuhuda wa Yesu Kristo. Si hata kina Petro walikuwa Wayahudi, akina Yohana iko, lakini ni wachache. Lakini Mungu yeye hasumbuliwi ati watu ni wengi, kwa sababu Mungu ndiye aliumba kila kitu. Amen. Amen. Zaburi ya 45:8 inasema hivi: Bwana Mungu anafadhili, ni mwingi wa huruma, si mwepesi wa hasira, na mwingi wa rehema. Ya kwamba Bwana Mungu anafadhili. Fadhili ni nini? Fadhili ni wema. Si unajua umekutana na mtu kaona ni mtu mwema, hata vile anafanya mambo, vile anakupokea, vile anaongea, ana wema. Hiyo ndiyo fadhili. Katika moyo wake ana wema tu. Anaambiwa kwamba ni mwingi wa huruma. Akiona mtu anaangamia, anaumwa vile aliumwa na Sodoma na Gomora, mpaka asema wacha niende nione kama hivyo, nasikia nikiwa mbinguni ndio kuko. Akakuta kweli hata hivyo. Si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema. Basi hata sisi kuna mambo ambayo tungefanya kwa hiari na ni haki yetu. Si watu wanasema haki yetu wakifanya maandamano. Haki yetu, haki, si ndio? Sisi si watu wa kushikilia haki yetu, kwa sababu hata Mungu hashikilii haki yetu anapotuangalia. Kwa sababu labda wakati fulani wa shiko angesema atoke na kumalize na uishe. Si ndio? Hata mimi kuna wakati angesema huyu amefanya, lakini hiari yake hatumii, yeye ni rehema. Hebu tuwe mfano huo sisi wenyewe. Jambo la 5. 30, tusomee 30 mpaka 33. Kitu kinaitwa kukwazika. Kukwazika ni kitu unataka kufanya lakini unakuta hukifikii, si ndio? Unakuta ni kama kitu kinakuzuia. Kama wakati unatembea usiku na una tochi. Unatembea aje? Haraka. Unaenda pole pole, si ndio? Ama kama juzi nikatembea kwa hii njia, sijui nitumia milioni ngapi ya Kambogo. Siliundwa na serikali ya taifa. Na barabara yenyewe ni mbovu. Sijui kama umeitembelea. Ni barabara ya mamilioni imetumika, lakini ukitembea unatembea kama umeangalia chini. Hapo utakwazika, utagonga jiwe. Na hebu tuone ile jiwe la Wayahudi lile linawakwaza. Tuseme nini basi? Ya kwamba watu wa mataifa wasioifuata haki walipata haki, lakini ni ile haki iliyo
ya imani, bali Israeli wakiifuata sheria ya haki hawakuifikiria ile sheria. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawakuifuata kwa njia ya imani, bali kama kwamba kwa njia ya matendo. Wakajikwaa juu ya jiwe lile likwazalo, kama ilivyoandikwa, tazama naweka katika Sayuni jiwe likwazalo, na kwamba uaguzi na mwamba na mwamba uagusao, na kila amwaminie hatatahayarika. Ndio kukwazika. Mimi nitembea kwa barabara ya nimesema ya wapi? Ya Kambogo. Ni barabara mbovu. Ni barabara imetengenezwa, tingatinga zilikuja, mawe yalimwagwa, lakini unatembea kama unaangalia chini. Kwa nini? Kwa sababu kuna mawe. Na tunaambiwa basi Mungu, watu wa mataifa sisi hatukumtafuta huyu Mungu. Si ni habari zake tuliletewa huku. Na kwa imani tukakubali. Na baada ya kukubali tukafanywa watu wenye haki. Sababu sisi tulisema imani. Lakini hawa wakasema hapana. Hawa wanatafuta kukubalika kwa Mungu, mbele za Bwana Mungu kwa bidii yao, kufuata sheria, kwa matendo yao ya sheria. Na hii sheria imewashinda. Tunakumbuka kutoka Misri. Wamefika kwenye mlima na Musa ameenda kuzungumza na Mungu. Na ameona kazi ya Musa. Lakini wakifika pale wakasema, akakaa huko siku 40, wakasema ai, hata huyu Musa tujue alifanya nini, labda alifanya nini, alikufa. Wakaambia Haruni, tutengenezee Mungu wa ndama ya dhahabu. Na wakatoa vipuli, wakatoa bangili zao za dhahabu, vyote wakatoa. Wakatengeneza sanamu. Musa kuja akashindwa, ni nini hii tena? Nimeenda tu na wameona huyu Mungu. Si hata kabla ya hapo walipofika kwenye bahari walianza tena fujo. Sasa namna gani tutakufia huku? Wakikosa maji, tulikuja kukufia kiu cha maji hapa. Tumekosa chakula. Kila kitu ni kukelele tu, ni kulaumu Mungu. Sheria yake, lakini hao wanajidai hao ni watu wa Mungu. Ndio tunaambiwa katika Zayuni. Zayuni ni Yerusalemu. Zayuni ni kwa Waisraeli. Ya kwamba wamepata jiwe. Ya kwamba hawakuweza kupata kwa sababu hawakutafuta kwa imani, bali kama kwa matendo ya sheria. Walianguka kwenye jiwe likwazalo. Ya kwamba mimi si kuanguka kwenye haya mawe yako katika hiyo barabara, sababu nilijua kuna mawe. Lakini hata nikiwa mwangalifu nilikuwa bado nakuta nimekwazika na jiwe. Wanaambia ya kwamba katika Sayuni, katika Yerusalemu kuna jiwe, na hilo jiwe neno linasema, imeandikwa, tazama naweka katika Sayuni jiwe likwazalo, na mwamba uangushao. Na jiwe ni nini? Ni Yesu Kristo. Na si Yesu Kristo yule anaitwa ati wengine wanasema nabii Isa. Hapana. Ni Yesu Kristo ambaye ametoka kwa Mungu. Mwana wa Bwana Mungu. Amekuja. Amewapatia Mungu. Wamekataa. Wanaambia niaminini. Yote ambaye ataniamini hata angamia. Hapana. Wakamkataa. Na kwa kumkataa sasa mpaka leo, basi wamekutana na huo mwamba ambao unaangusha. Kwa sababu kuangusha ni nini? Ya kwamba
Hakuna njia nyingine. Hiyo njia wanashikilia yao ya kwamba manabii wetu nini. Hapana, hiyo haiko. Na ndio sababu Paulo katika moyo wake ana huzuni. Ndio sababu anaugua, ana maumivu makali. Kwa nini? Kwa sababu watu ambao walipewa agano, walipewa Torati, walipewa ahadi, wamekataa yule ambaye alikuwa anafanya ahadi naye. Ndugu Dana akatukumbusha hata wakati Yesu alifufuka, ilibidi walipe watu. Waseme wakati mwili ulipotea, waseme na wakalipwa. Askari wakaambiwa tutawapatia pesa, mseme, mtoe ushuhuda, mseme ya kwamba nyinyi mlilala. Wanafunzi wakakuja wakaiba. Na wakakubali na wakasema hivi. Uongo mtupu, kwa sababu kama mtu amelala kweli ataona mwizi akija. Mimi kama wakati nimelala niseme Dave alikuja, kama nimelala ni Dave alikuja akaiba. Na sikumuona, nilikuwa nimelala. Ni upuzi. Lakini wakashikilia huo upuzi. Kukataa ukweli ya kwamba Yesu Kristo ndiye Masihi. Walikuwa na ngoja Masihi, lakini alipokuja na alivyofanya, akafanya kinyume na matarajio yao. Sasa wanajipima matarajio yao na yale wanataka na Mungu. Basi wakamkosa Mungu kwa njia hii. Na ndio sababu Paulo anasema katika hao wengi, isipokuwa Wayahudi ni wengi, lakini kutakuwa na mabaki. Kuna wachache ambao wataokoka. Na yeye anasema kama wote wangeokoka na mimi nisiokoke, niangamie afadhali hivi. Kwa sababu alikuwa na uchungu na alikuwa na mzigo mzito juu yao. Isaya 53:3 tunaambiwa aje? Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu kumficha nyuso zao. Alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu. Hayo ni maono nabii alikuwa amepata, nabii Isaya, kuhusu Yesu Kristo na huduma yake. Ya kwamba alidharauliwa na akakataliwa na watu. So alisema asulubiwe. Wasema asulubiwe, wengi wakasema hapana. Kama utakubali kumsulubisha, tutakushtaki huko kwa Kaisari. Ya kwamba mtu anajiita mfalme, umeruhusu mfalme mwingine. Na tunaambiwa alikuwa mtu wa huzuni nyingi. Huzuni ni nini? Ni sikitiko, ni moyo mzito. Kwa nini? Amekuja kutafuta watu na watu wamemkataa. Ni kama tuseme umeona mtu amekwama mahali, tuseme kwa shimo. Unampa mkono, nishike nikutoe, anakataa. Sina, utaona huzuni kubwa. Hiyo ndio huzuni alikuwa nayo Yesu Kristo. Basi alikuwa na huzuni. Na ndio akaenda akifanya mema. Na hakuna makosa. Lakini hata mtu ambaye hana makosa akasema hapana, atoke. Wewe tunaambiwa alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu. Kaona ni mtu bure, aende. Na hiyo ndivyo alikufa. Na hao wakaendelea mpaka leo wamemkataa, wanasema hakuna, hiyo tu ni hadithi iko ya mtu, hatujui na tutaki na tusikii. Basi ndio huzuni ya mtume Paulo. Basi tukimalizia, funzo kubwa liko katika tafakari. Neno la kutafakari ni Warumi 9:16 ambayo inasema, basi kama ni hivyo, si katika uwezo wa yule atakaye wala wa yule apigaye mbio, bali wa yule rahimu. Ya kwamba ni rehema tu tunategemea za Mungu, si bidii yetu, si uzuri wetu, si tabia mzuri, hapana.
ni huruma zake anatuhurumia. Na wazo kuu 9:14 linasema hivi: tuseme nini basi? Kuna udhalimu kwa Bwana Mungu? Hasha! Ama hapana. Mungu si ana udhalimu. Vile anafanya kama Mungu mwenye enzi, Mungu mwenyezi, Mungu ambaye aliumba vyote. Kwa hivyo hana udhalimu wowote. Nikawa vile tulisoma wakati mwingine, ni kama chombo hakiwezi kikanilaumu. Kisu vile nakitumia kiniambia hapana. Kisu kinaweza kuniambia hapana, mimi sitaki kuchonga ndizi. Ndizi zikuwa na nini wa udani. Ukichonga na kisu. Inaitwa madhina. Sijui inaitwaje hiyo madhina Kisu kinaweza kikasema mimi sitakata ndizi. Kinakubali kwa sababu ni chombo. Na sasa huyu ni mwanadamu ambaye anataka kushindana na Mungu, kumwambia haiwezekani hivi. Chombo kile alikuja kukitumia, yeye mwenyewe akashuka kama mtu, wakakataa. Kwa hivyo si udhalimu wowote anao, kwa sababu yeye si dhalimu. Na sala ambalo tungeomba sisi katika maisha yetu liko ni Warumi 9:1 inasema, nasema kweli katika Kristo. Nasema kweli katika Kristo. Sisemi uongo. Dhamiri yangu ikinishuhudia katika Roho Mtakatifu. Katika yote ambayo tunafanya, tuwe ya kwamba dhamiri yetu inatushuhudia katika Roho Mtakatifu. Tunafanya kile kinaambatana na Roho Mtakatifu ambaye yuko ndani yetu. Amen. Amen. Yehova Bwana Mungu wetu awabariki. Awabariki sana.